Amepokea Abu Huraira radhiyallahu anhu kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, ad-dunya sijnu al-mu'min wa jannatu al-kafir. Hadithi iliyo na maneno machache ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Uchache wa maneno anayozungumza Mtume alayhi salatu wasalam ni mojawapo wa miujiza aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kuelezea uduni wa hii dunia, na ni kwamba si kitu cha thamani wala si jambo ambalo Muislamu atakiwa kulipa uzito ule ambao mwanadamu hufikiria mara nyingi katika maisha, akafananisha dunia hii kwa mu'min na kwa kafir. Akaleta tashbih ambayo wanazuoni wa balagha inaitwa tashbihun baligh, tashbihi ambayo ndani yake haitajwi adatu tashbih, bali inakwenda moja kwa moja kwa sababu ya uzito wa balagha ya tashbihi kama hiyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam tashbihi aliyoitumia katika hadithi hii na balagha ni kusema kwamba dunia hii hakusema ni kama jela kwa mu'min, bali amesema dunia hii ni jela hasa kwa mu'min, bila ya kutumia ni kama. Na maneno haya ni maneno ya balagha ya hali ya juu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akayafananisha maisha ya dunia kwa mu'min na kwa kafir. Kwa mu'min akasema ni jela, na kwa kafir maisha haya ya dunia na dunia yenyewe kwa kafiri ni janna, ni pepo. Ma maana hadha alkalam wa hadhihi alibara? Ili Muislamu aweze kuyafahamu haya maneno kwa undani, aelewe ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulioko hapa na makusudio anayoyataka Mtume alayhi salatu wasalam kupitia kwa maneno haya, inakubidi kwanza uchukue time kidogo uifikirie ile jela, maana hutaweza kuelewa maneno haya mpaka uelewe jela ni kitu gani. Ma huwa sijn wa madha yakunu fi sijn wa kaifa takunu alhaya fi sijn wa kaifa yuamal almasjun wa kaifa yaishu assajin wa ma alladhi yatamanna wa ma alladhi yumna min. Haya maswala yote yaje katika fahamu ya Muislamu. Jela ni kitu gani?